So Dizonga ilikuwa na represent kule South Africa, yeah. Okay. Yeah. I say hilo jina limetokana na nilishawahi kukaa kule miaka kadhaa, na kilichonifanya ni staki hapa ni hizi vurugu. Unajua hizi vurugu sio kama zimeanza sasa hivi. Miaka mingi huwa zinatokeaga au zinapoa nini. Mambo ya mimi nilikaa kule miaka kadhaa fulani, alafu ngasema ngoja nende zangu Bongo kutembea nini, kuona ndugu nini jamaa. Nimekaa kama wiki kadhaa kule kikanuka. Kikanuka. Sasa nikashindwa mimi kurudi kwanza. Nikasema ngoja ni stay. Lakini zile vurugu zikawa zinachukua muda. Nikasema kwa nini wacha tunaendelea kusubiri mpaka ambapo patapoa. Lakini kama mimi sina mishe huko, unajua, kwa sababu nilikuja tu one time kwa ajili ya kutembea. Nikasema muda unavozidi kwenda, alafu hichi ambacho nimekuja nacho ni kama kinateketea, kinaisha. Kinaisha. Nikasema wacha nifungue duka. Nikafungua duka la simu ambalo niliandika Dizonga matelefoni, ambalo niko mpaka nalolewa. Linaitwa Dizonga matelefoni. Hilo jina basi biashara ikawa inaenda. Kule kukapoa kweli. Lakini sasa hapa mimi nina kitu, nikasema siwezi kukiacha. Unaona nikikiacha na maana nitakuwa kama nimekitelekeza hivi. Nikasema acha nikomae nacho. Miaka inaenda hivyo, basi nikakomaa nacho. Ikapita kama miaka 2 fulani hivi. Sasa watu kutokana nilikuwa nimefungua duka Mwananyamala pale, mimi sio mkazi wa Mwananyamala. Kwa hiyo hawanijui mimi ni nani jina langu. Kwa hiyo wananiita ile jina ambalo kwa nimeandika Dizonga. Ndio ambapo ndio jina mimi nimelipata. Kwa kila mmoja kawa sasa ananiita Dizonga. Niiti ile jina langu halisi ambalo alikuwa nimepewa na wazazi. Hilo ndio jina ambalo nimelipata. Baada ya miaka miwili nikarudi tena zangu South Africa. Nikawa nafanya mishemishe yangu. Baadaye nikaona wacha ni stay tu Tanzania hapa niendeleze na mishe yangu mingine ya. I say sema very interesting, unajua yani kutoka kwamba ulikuwa unasikilizia mwisho ukaona ngoja nifanye biashara. Kwa sababu vurugu zilichukua muda. Alafu sasa mimi niko huko. Si unajua sometimes ukisema ngoja nende zangu home kutembea, unabeba kiasi fulani kwamba nikienda kule nitatumia. Alafu sina mishemishe yote hapa. Kwa vile ambavyo kinapotea, ngasema hapana, haiwezekani tu nikaa hivi kila siku natumia. Bora nijiegeshe kwenye kitu fulani. Kwa lakini nimejiegesha, alhamdulillah. Unajua bwana Mungu bwana atakupa popote, anakupa, au sio? Kabisa. Kwa hiyo nilipokuwa nimewekeza kwenye biashara yangu pale, kama mambo kidogo yanaenda mdogo, ngasema kwa nini kule yenyewe nimeenda kutafuta, au sio? Kama hapa napata riziki, acha ni stay kidogo niangalie. Acha ukomae. I say hongera sana pia. Asante sana bwana. Sasa Dizonga Kalito. Watu wanasema real name hawalijui, wakana ndani. Sasa sasa hizi tunafahamu Awadhi la Kombolela na Kalito. Kalito limetokea wapi and what's your real name? My real name ni Hafidh Abed Salim. Hafidh Abed. Na Kalito kipindi niko South Africa nilikuwa nafuga, napenda kufuga nywele kama hivyo unavyoona. Kuna jamaa mmoja alikuwa ni yeye ni mchezaji wa wrestling. Kwa hiyo unaona South Africa walikuwa wanapenda sana kipindi hicho, si mpaka sasa hivi au mpaka kipindi hicho walikuwa wanapenda sana kuangalia wrestling. Like kama vile tuseme mchezo wa Kombolela. Unajua Kombolela watu wanapenda ikishafika muda fulani saa 1:30 yani kila mmoja yupo kwenye TV. Sasa kule ilikuwa ni vile. Kwa hiyo watu walikuwa, kuna jamaa anaitwa Kalito. Yeye alikuwa ni Brazil. Kwa hiyo kana nifananisha naye. Walikuwa wananiita Kalito. Kwa hiyo na mimi nikaliunga, au sio? Kwa hivyo sasa mzee alipokuja Dizonga Kalito tumeondoka. Tumeondoka nalo ile. Ingawa sasa hivi nafahamika kama Awadhi wa Kombolela, au unaweza kaniita Mwarabu wa Mangula. Mwarabu wa Mangula. Yeah, that's nice. FM.